Shalom, haleluya, watu wa Mungu, shalom, shalom sana. Ni furaha kuweza kukutana nawe mpenzi mtazamaji wa mafundisho ya neno la Mungu kupitia channel yetu hii. Ninamshukuru Mungu anayetupa nafasi tena ya kuweza kuikaribia meza yake siku ya leo kwa kile chakula ambayo mbingu imeandaa kwa ajili yetu. Ninakukaribisha sana mpendwa mtazamaji kuweza kusafiri nasi katika mafundisho ya neno la Mungu kwa siku hii ya leo. Mbele yako ni mtumishi wa Mungu Godwin. Nitasimama kwa ajili ya shauri la Bwana kwa ajili ya maisha yako siku hii ya leo. Ninakukaribisha wewe pamoja na watu wa nyumbani kwako. Karibu sana, uko mahali pazuri katika uwepo mkuu sana wa Mungu aliye hai. Wacha ni mshukuru Mungu kwa ajili yako, kwa ajili ya wakati huu, alafu tuweze kuingia kabisa moja kwa moja kwenye mafundisho ambayo tunayo kwa siku hii njema sana, siku ya leo. Mungu mtakatifu, Baba, ninasema asante kwa ajili ya wasana wakati huu. Asante kwa ajili ya watu wako. Asante kwa ajili ya ndugu, jamaa, mama na baba huyu ambao umewakusanya Bwana kwa ajili ya neno lako la uzima. Neno lako ni taa na mwanga wa njia za kwetu. Mungu, likamulike maisha ya watoto wako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Mungu, kaanze pamoja nasi na kumaliza pamoja nasi. Asante Roho Mtakatifu, maana uko pamoja na sisi. Utatushika, utatuelekeza, utatufungua, utatuponya, utatuokoa, utatuinua. Yote ni katika uweza wa neno lako na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina sana mpendwa wangu, ninakukaribisha tena. Neno la Mungu ambalo ninalo kwa ajili yako siku ya leo limebeba kichwa kinachosema ishinde nguvu ya uchu ili uokoe maisha na hatima yako. Ishinde nguvu ya uchu, uokoe maisha na hatima ya kwako. Ni neno la Bwana ambalo liko mbele yako. Ishinde nguvu ya uchu ili uokoe maisha na hatima yako. Waraka ule wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 hata ule wa 17 unatupa neno letu la utangulizi ambalo tutashiriki. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari ule wa 15 hata wa 17. Waraka wa Yohana 15 hadi ule wa 17. Nao nasema, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakuko ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Dunia inapita na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu ni kuishinda nguvu ya uchu au tamaa, kuokoa maisha pamoja na hatima yako. Na maandiko matakatifu yameweka wazi kila kilichomo duniani, kwa maana ya tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika zama na majira ambako
ufalme wa giza wanatumia nguvu kubwa sana kuweza kukamata akili, kukamata fahamu na kukamata maisha ya waamini kwa njia mbalimbali. Na moja ya njia ambayo nguvu za giza wanaitumia, moja ya njia ambayo shetani anaitumia ni udhaifu ambao umebebwa katika mwili hii ya kibinadamu, ambayo inakuwa ikinetembea katika ile uozo au uharibifu wa asili. Na eneo ambalo adui anachukulia sana pointi ni kwenye eneo la tamaa. Kwa maana maandiko yameweka wazi kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi vya uzima havitokani na Baba, bali vyatokana na nini? Na dunia. Dunia inapita na tamaa zake, ila yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Taelewana vizuri tu kadri tunavyosogea. Nini maana ya tamaa au uchu, ambao hasa ndo msingi wa somo hili na siku ya leo? Nini maana yake? Uchu, hii ni shauku iliyopitiliza ya kufanya jambo au majambo ambapo isipodhibitiwa huweza kusababisha madhara, sawa au kuzaa dhambi kwa namna mbalimbali. Sawa? Ni shauku ambayo mtu anakuwa nayo ya kufanya jambo fulani. Sawa? Ambapo isipodhibitiwa huweza kutumiwa na adui ili kusababisha madhara fulani. Bwana Yesu asifiwe. Naweza nikawa ninahitaji kazi, sawa? Lakini nikawa na shauku ya kupata kazi. Sasa ile shauku ikiwa katika kiwango cha kupitiliza kupata kazi, kuna maamuzi ambayo ninaweza nikakubali kuyafanya. Yale maamuzi ambayo naweza nikayafanya yanaweza kaamua hiyo kazi itakuwa baraka au hiyo kazi itakuwa imebeba laana kwenye maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu ambacho kinaamua kiwango cha maamuzi au umbali ambao utaenda kwenye kufanya maamuzi yako ni hali ya moyo wako ilivyo. Kama umefanikiwa kukamatwa na nguvu ya uchu, umefanikiwa kukamatwa na hii tamaa, uwe na hakika kuna viwango unavyo kwenda ukafanya mambo yasiyopaswa kufanya ili tu kukamilisha lile jambo lako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nikasema hii ni shauku iliyopitiliza ya kufanya jambo au mambo fulani ambapo isipodhibitiwa huweza kuzaa dhambi ama adui kuitumia na kuleta madhara mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tofauti kati ya uchu na hamasa. Maana unaweza kujiuliza, mimi nikiwa natamani kufanya jambo sina hamasa, nina passion ya hicho kitu. Kwa mfano napenda mpira, nina passion ya mpira. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tofauti kubwa unaweza kugundua kuhusiana na uchu au hamasa. Tofauti kubwa iko ni kwenye kiwango cha kitu gani utafanya ili kutimiza hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti ya uchu na hamasa ni gharama ambayo unaweza ukaingia ili kutimiliza hilo jambo. Sawa. Ili niseme kwamba nina hamasa ya kufanikiwa au nina uchu wa kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hamasa maana yake kuna mambo nitayafanya kwa mujibu wa taratibu. Lakini kama ninaweza nikakanyega kila taratibu kuanzia neno la Mungu mpaka ustaarabu wa kawaida ili tu kupata jambo langu, uwe na hakika hiyo nguvu ambayo inaniendesha hapo nyuma imeshakuwa ni nguvu ya uchu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ina madhara ambayo ndo hasa msingi wa neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Kama ili kupata mtoto naweza nikafikia viwango vya kwenda mpaka kwa waganga, labda ni ili kwa lengo la kusaidiwa kupata mtoto. Naweza nikaenda mpaka nikafanya masharti, nikafanya mpaka dhambi za namna fulani fulani ili tu nifanikiwe lengo langu la kupata mtoto. Uwe na hakika ulicho nacho sasa kimetoka kuwa hamasa ya kawaida, kimetoka kuwa hamu ya kawaida, imekuwa ni uchu. Bwana Yesu asifiwe. Ni shauku iliyopitiliza ya kufanya mambo au majambo ambapo isipodhibitiwa huweza kusababisha madhara katika maisha ya mtu, madhara katika jamii, madhara katika eneo husika ambalo huo uchu unaathiri. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka somo letu
niishinde nguvu ya uchu, uweze kuokoa maisha na hatima yako. Uchu huu huweza kujifunua katika maeneo mbalimbali. Huweza kujifunua kwenye maeneo ya mahusiano, huweza kujifunua kwenye maeneo ya uongozi. Unakuwa na tamaa ya kupitiliza kupata uongozi fulani, kupata madaraka fulani. Unaweza kuwa na tamaa ya kupitiliza kumpata baba fulani awe mtu wako, kumpata mama fulani awe mke wako. Hiyo kiwango cha hiyo tamaa ndicho kinachoamua hiyo ni uchu ama ni tamaa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na ikishafikia kiwango cha kuwa ni uchu, uwe na hakika tutafika kwenye yale madhara ambayo tutayaona katika somo hili, ambayo ndo hasa Roho Mtakatifu amekuja kutusaidia. Fungua na mimi kitabu kile cha Samueli wa pili sura ya 13 ule mstari wa kwanza hata wa 17. Samueli wa pili sura ya 13 mstari wa kwanza hata wa 17. Alafu tutaanza kwenda ndani kwenye somo letu. Samueli wa pili 13 mstari wa kwanza hata ule wa 17. Nao nasema, ikawa baada ya hayo, Absalomu mwana wa Daudi alikuwa na umbu mzuri, jina lake akiitwa Tamari. Naye Amnoni mwana wa Daudi akampenda. Akasononeka Amnoni hata akaugua kwa ajili ya umbu lake Tamari, maana huyu msichana alikuwa mwanamwali. Amnoni akaona ni vigumu kumtendea neno lolote. Lakini Amnoni alikuwa na rafiki, jina lake Yonadabu mwana wa Shama nduguye Daudi, naye Yonadabu alikuwa ni mtu mwerevu sana. Naye akamwambia, kwa nini mwana mfalme unakonda hivi? Siku kwa siku hutaki kuniambia? Amnoni akamwambia, nampenda Tamari umbu la ndugu yangu Absalomu. Yonadabu akamwambia, lala kitandani mwako ujifanye mgonjwa, na baba yako atakapokuja kukutazama umwambie, mwache ndugu yangu Tamari aje na kusihi, anipe mkate nile, aandae chakula machoni pangu, nikione nikakile mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Ule mstari wa 6, basi Amnoni akalala akajifanya mgonjwa, na mfalme alipokuja kumtizama Amnoni akamwambia mfalme, mwache ndugu yangu Tamari aje na kusihi, aniandalie mikate miwili machoni pangu, nipate kula mkononi. Bwana Yesu asifiwe. Nitaruka kidogo, nitaenda kwenye mstari wa 10 alafu nitaendelea. Nao nasema Amnoni sasa ameshapewa ile mwanadada kuja kumhudumia. Amnoni akamwambia Tamari, kilete chakula nyumbani nipate kula mkononi mwako. Basi Tamari akaitwaa mikate aliyoifanyiza akamletea Amnoni nduguye mle chumbani. Naye alipokwisha kuileta karibu naye ili ale, Amnoni akamkamata akamwambia, njoo ulale nami ndugu yangu. Naye akamjibu, la sivyo ndugu yangu, usinitenze nguvu, kwani haifai kutendeka hivi katika Israeli. Usitende upumbavu huu, nami nichukue wapi aibu yangu? Wewe nawe utakuwa mmoja kama wana wapumbavu wa Israeli. Bali sasa nakusihi useme na mfalme, maana hata kukataza kunioa. Walakini yeye hakukubali kusikiliza sauti yake, naye akiwa na nguvu kuliko yeye akamtenza nguvu, akalala naye. Kisha Amnoni akamchukia machukio makuu sana. Kwa machukio aliyomchukia akawa makuu kuliko yale mapenzi aliyokuwa amempenda mwanzo. Amnoni akamwambia, ondoka, nenda zako. Naye akamwambia, sivyo, kwa kuwa mabaya haya ya kunitoa ni makuu kuliko yale uliyonitendea. Lakini alikataa kumsikiliza. Ndipo akamwita mtumishi wake aliyemtumikia akasema, mtoe sasa mwanamke huyu kwangu, ukafunge mlango nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni story ya wana wa mfalme Daudi. Kuna huyu bwana alikuwa anaitwa Amnoni, alikuwa na ndugu yake mmoja anaitwa Tamari.
huyu bwana akawa ameshikwa na tamaa hiyo, akawa amemtamani huyu ndugu yake ambao kwa tamaduni zao angeruhusiwa tu kuweza kumuoa, lakini hakuweza kusubiri kitu cha namna hiyo. Tamaa ilikuwa inawaka ndani yake, ndio huo uchu ambao tunazungumza. Ile tamaa ikamuendesha kiasi cha kupata mpaka ushauri wa kuweza kuangalia namna ya kutimiza azma ya ile tamaa yake. Bwana Yesu asifiwe. Akafanikiwa, akampata yule ndugu yake, alikuja kumhudumia baada ya kuona kudanganya kwamba anaumwa, na mwisho wa siku akafanikiwa kumbaka yule ndugu yake kutimiliza tu ile tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona mwisho, baada ya kufanikisha azma yake, maandiko matakatifu yanasema kwenye mstari wa 15, kisha Amnoni akamchukia machukio makuu sana, kwa kuwa machukio aliyomchukia yakawa makuu kuliko yale mapenzi aliyokuwa amempenda kwanza. Nguvu ya uchu hiyo, au nguvu ya tamaa ilivyo. Kwa hiyo baada ya kutimiza ile azma yake, akajikuta sasa amekaa huru, anasikia chuki dhidi ya yule ambaye alizani anampenda, alizani anavutiwa naye sana. Akajikuta sasa amebaki mwenyewe pale, anasikia hasira na chuki dhidi ya huyu mtu ambaye amemtendea ubaya mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo nitashare na wewe, ambayo Roho Mtakatifu atapita na kutufungua na kuhakikisha anatuweka sawasawa kwa habari ya nguvu ya tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, namna gani unaweza ukaigundua hii nguvu imeanza kutenda kazi kwenye maisha yako? Jambo la kwanza, hamasa iliyopitiliza ya kufanya jambo, inayokuja kwa kasi na kuondoka kwa kasi pale ambako unatimiliza ile jambo. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa na hamasa kubwa ya kufanya jambo, alafu hiyo hamu inaondoka baada ya kutimiza ile jambo, na unakuwa huna habari nalo tena. Bwana Yesu asifiwe. Namna gani utagundua huu ni uchu? Maana yake nina hamu sana ya kupata madaraka fulani. Sawa nina hamu sana ya kupata madaraka fulani. Naingia gharama kubwa kuyapata hayo madaraka. Ninaenda napiga fitina mahali, piga fitina kikundi hichi, napiga fitina mpaka kwa kiongozi wa kanisa, kwa mchungaji, mpaka nafanikiwa, napata wengine wote wanapanguliwa kwenye nafasi, labda napata hiyo nafasi. Baada ya kuipata, najikuta sina hata hamu, sina hata nguvu ya kufanya tena kile ambacho nilikuwa nakitamani, yale madaraka ambayo nilikuwa nayatamani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo shaona umefikia hali hiyo, ujue kabisa wewe unaendeshwa na nguvu ya uchu. Bwana Yesu asifiwe. Hauko tena katika hali ya kawaida, tayari umeshawezwa na nguvu ya uchu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwa habari ya Amnoni na huyu ndugu yake Tamari. Alimuinda kwa muda mrefu mpaka akatengeneza story kwamba anaumwa apate kuweza kuhudumiwa na ndugu yake huyu. Lakini baada ya kutimiza ile azma, ule uchu kamuondoka sasa, na akajikuta katika hali ambayo hakuwahi hata kufikiri kama angekuwa katika hali hile. Ninachotaka kusema nini? Hii nguvu inapokuwa inaendesha maisha yako, uwe na hakika kile ambacho unadhani ukikipata utafika, kile ambacho unadhani ukikipata utafanikiwa, kile ambacho unadhani ukipata kitakupa amani. Uwe na hakika ni ile danganyifu inacheza na wewe kwa wakati huo. Ni ile nguvu inakushawishi kitu ambacho utakijutia baada ya muda. Wewe unaigunduaje? Hamasa ya hilo jambo inakuwa kubwa, lakini unapolimaliza unakuwa huna nguvu nalo, huna hamasa nalo tena. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni namna ya kwanza unaweza kugundua kwamba nguvu ya uchu imeanza kutenda kazi kwenye maisha yangu. Nitakupa mfano wa kawaida kabisa. Nakumbuka miaka michache iliyopita nilikuwa na rafiki mmoja, binti mmoja, kwa rafiki yangu, kwa nashirikishana mambo mengi sana. Basi yule binti kuna kipindi akanishirikisha kwamba kuna kijana amemfuata na anataka kumuoa. Kijana amemfuata, wamekutana, na kijana anasema hana muda, anataka amuoe. Ikawa imemuingiza kwenye mawazo na tafakari nyingi sana yule binti. Kama huyu mtu yuko serious, mbona amekuja ghafla na yuko speedy kwa kiasi hicho? Alivyoniambia, basi nikagundua tu kabisa kuna nguvu nyingine ambayo inatenda kazi katikati yao. Na baadaye nikaja nikamweka tu wazi hapa, mko makini. Bwana Yesu asifiwe. Basi akaendelea kumzingatia yule jamaa, kuendelea kumpima kwa vipimo vyake kama mtoto wa kike.
akaenda naye kwa muda. Baada ya kwenda naye kwa muda, ndani nafikiria kipindi kifupi sana kama mwezi, yule bwana akawa ameshafikia hatua mpaka anamlilia kwamba hawezi kufanya maisha nje ya yeye na anatamani sana muoe. Anamlilia kabisa kwenye simu kuonyesha kwamba amempenda kupitiliza. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia tu kwa makini sana hapo, hiyo kuna nguvu ambayo inatenda kazi katika hilo eneo. Hakuna mapenzi ya haraka namna hiyo. Hamfahamiani, alafu ghafla ameshafikia hatua ya kuweza kukulilia kwa ajili ya jambo la ndoa haraka namna hiyo. Hilo jambo hebu tulia nalo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Sina uhakika sana kama aliniamini vya kutosha, lakini baada ya muda akaamua kufuatilia ule ushauri ambao nilimpa. Akaenda mahali kwa ajili ya kuombewa, nguvu za giza zikalipuka, na kuanzia hapo yule bwana akapotea, hakuweza kuonekana tena. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini? Nguvu ya uchu iliingia kazini kumtengenezea mazingira ya kupata ndoa ambayo ingemuingiza kwenye mateso na kilio. Wako watu wengi ambao wanaingia kufanya mambo ambayo sio ya kwao, kwa sababu kuna mshawasha ambao unawaka ndani, akiamini kabisa mimi nafanya na hamu ya kufanya biashara, na biashara ndio kitu changu, na hapa nitatoboa kwenye biashara. Lakini kumbe ni ile nguvu imeingia kwa ajili ya kumpotezea na kumpotezea muda. Wako watu wanaingia kwenye mahusiano kwa sababu ya tamaa, kwa sababu ya uchu unawaka kwamba huyu mtu nitafanya naye maisha, na wanajikuta hawajajiridhisha, hawajakaa kwenye maombi, hawajaenda kwa viongozi wao wa kiroho kwa ajili ya kushauriwa, kuomba pamoja ili kuweza kuweka hilo jambo sawa. Wanajikuta wamekimbia, na baadaye wanaingia kwenye mahusiano au wanaingia kwenye commitment mbalimbali ambazo zinawaletea mateso, aibu na maumivu makubwa. Ni kwa sababu ya hii nguvu ya uchu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Dalili ya pili, unagunduaje nguvu ya uchu imeanza kutenda kazi kwenye maisha yako? Kujisikia utupu au hali ya kutoshelezwa baada ya kukamilisha jambo kubwa ambalo uliligharamia sana. Unajuaje umeendeshwa na uchu kwenye jambo fulani? Umeendeshwa na uchu kwenye maamuzi ambayo umeingia. Umeendeshwa na uchu kwenda kufanya jambo fulani, iwe ni kugombea cheo fulani katika kanisa lako, kwenye taasisi yako. Unajuaje hapa nimeendeshwa na nguvu ya uchu kwenye kufanya mambo yangu? Bwana Yesu asifiwe. Utajisikia utupu au hali ya kutoshelezwa, hali ya kutokuwa na furaha baada ya kukamilisha jambo pamoja na gharama kubwa ambayo unakuta umeingia. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu ambao wanaacha vikundi mbalimbali. Yuko kwenye kikundi cha uimbaji, anatoka anasema naenda kuimba mwenyewe kuanzia sasa hivi, lakini kilichomwendesha pale hajui. Ni nguvu ya uchu. Baada ya kuona kama tunaweza tukaimba kama kundi, tukafanya mambo makubwa kiasi hichi, nikifanya mwenyewe je, maana yake faida yote ingekuwa ya kwangu, huu maarufu wote ungekuwa wa kwangu. Basi anajitoa, anaharibu kundi, anajikuta anaenda kusimama mwenyewe, alafu baadaye anakuta mambo hayaendi. Na ndo kwanza hana amani, hana utulivu ndani yake, na ametumia gharama kubwa kuweza kuvurugana na wenzie, kuvuruga jambo kubwa sana ambao walikuwa nalo pale. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona sana kwenye vikundi mbalimbali ndani ya makanisa, tunaona sana kwenye maeneo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Unaingia gharama kubwa kufanya jambo kwa haraka, kwa pupa, alafu unapofika kwenye ile jambo unakuta tena halina ile raha ambayo ulikuwa unaitizama kabla ya kuingia kufanya. Uwe na hakika nguvu ya uchu imepata nafasi kwenye moyo wako na ikashawishi maisha yako, na ikashawishi wewe kuchukua hatua, na ikakufikisha kwenye hiyo point. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu hiki kwenye ile sura ya 13 mstari wa 15, unaona kabisa Bwana Amnoni hakumchukia, ila alimchukia kwa machukio makuu. Wanasema kisha Amnoni akamchukia kwa machukio makuu sana. Machukio aliyomchukia akawa makubwa kuliko yale mapenzi aliyokuwa amempenda kwanza. Bwana Yesu asifiwe.
Unaona hali kubwa sana ya majuto imeingia ndani ya moyo wa bwana Amnoni, kiasi kwamba anashindwa namna ya kubehave, namna ya kubehave juu ya yule ambaye amemtendea ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaingia gharama kubwa na kufanya ubaya ili tu kufanikisha jambo lako fulani. Unaweza ukaingia gharama kubwa ili tu kufungua biashara katika eneo ambalo kulikuwa na mtu mmoja anafanya biashara pale, huenda na struggle kwa namna moja ama nyingine. Wewe ukaenda ukahonga, kutumia mbinu ambazo sio sawa sawa, ukamtoa yule mtu kwenye nafasi ili upate ile nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hapo unashangaa huna tena amani, huna hamasa na hilo jambo, huna hamasa na hiyo biashara. Uwe na hakika nguvu ya uchu ilikuwahi na ikachukua nafasi kwenye moyo wako, na uwe na hakika kuna mahali itakufikisha na itakuletea madhara makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona vile vile kwa habari ya Yuda Iskarioti, huyu aliyetumika kwa ajili ya kumsaliti Bwana Yesu. Yuda na yeye baada ya kukamilisha azma, Yesu amemchukua, yuko kwenye mchakato wa kuweza kusulubishwa. Yuda alirudi kwa wale watu akawaambia, sasa hela yenu hii hapa, anataka airudishe ile hela. Na wale mabwana walimkatalia, akamwambia nenda zako, hiyo hela ina sisi, ina nini na sisi? Maana alifikia ile point sasa alichodhani kwamba amepata, akajikuta amepatikana, na moyo wake umevurugika, hajui cha kufanya, amechanganyikiwa, ana hamu hata vile vipande 30 vya fedha ambavyo alivipata baada ya kumsaliti Bwana Yesu. Wako watu ambao wanafanya maamuzi ya namna hiyo. Wako watu ambao wanaingia gharama kubwa kuumiza watu ili kupata mambo fulani, ili kupata faida fulani kwenye maisha, ili kupata fursa fulani. Wako watu ambao wanakanyaga watu, wanaonea watu, anaminya haki za watu ili kupata faida fulani. Mwisho wa siku uwe na hakika itakapofika wakati wa kukaa kwenye ile nafasi, kwenye hiyo cheo ambacho umekililia, umekiingia kwa gharama nyingi za udhalimu. Uwe na hakika ukifika hapo hakuna amani ambayo itakuwepo ndani ya moyo wako. Alikuwepo Yuda Iskarioti, akamuuza Yesu kwa vipande 30, akiamini kwamba kuanzia pale atakuwa labda amepata utajiri, atakuwa amefanikiwa kwa hatua fulani. Lakini baada ya kukamilisha azma hiyo, ndo kwanza moyo wake ukaingiwa na giza, ndo kwanza akajikuta amekosa amani, hata nguvu ya kuendelea kuishi haikuwepo tena. Bwana Yesu asifiwe. Hata nguvu ya kuendelea kuishi haikuwepo tena. Nachotaka kusema ni nini? Nguvu ya uchu unapoiruhusu iendeshe maisha yako, uwe na hakika itakufikisha mahali pa majuto. Lakini sio tu mahali pa majuto, mwisho wa siku itakuleta mahali ambako mauti itaingia na kufanya vitu kwenye maisha yako. Umeona kwa habari ya Yuda Iskarioti, tumeona kwa habari ya Amnoni. Amnoni naye mwisho wa siku hakuja kuwa salama. Nitakuonyesha mbele kwenye maandiko. Amnoni naye mwisho wa siku alikuja kuchezea upanga wa kaka yake kwa tendo hili alilolifanya. Lakini sio peke yake. Kuna mtu mwingine tena ambaye aliendeshwa na uchu na kuinda nafasi ya baba yake. Alikuwa anaitwa Absalom. Huyu Absalom naye mwisho wa siku akaja kaishia kwenye mauti. Nguvu ya uchu inaanza kama uchu tu wa kutamani jambo fulani, kutamani madaraka fulani, kutamani mahusiano fulani, lakini mwisho wa siku inakupelekea kwenye mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 3. Dalili nyingine, unatamani madaraka au nafasi za kuonekana au kuwa juu kwa gharama yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Unatamani madaraka, nafasi au fursa za kuonekana kwa gharama yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Kutamani sio kitu kibaya. Mungu anasema ametubariki ili tuweze kubariki wengine. Ametuinua ili tuweze kuinua wengine. Bwana Yesu asifiwe. Utabarikiwa ili uweze kubariki wengine. Ametufanya kuwa taifa ili nayo utengeneze mataifa ili nayo uweze kubariki wengine. Kwa hiyo kuinuka au kutamani kuinuka sio kitu kibaya. Ila kitu kibaya kinakuja ni kwa gharama gani unapata mafanikio yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nikasema jambo letu la 3, dalili ya 3 ni kwamba unatamani madaraka, nafasi za kuonekana, nafasi za kuinuliwa kwa gharama yoyote.
Bwana Yesu asifiwe. Kama umeshafikia hiyo hatua ya kwamba mimi naweza nikaangusha mtu yoyote, naweza nikatoa kafara ya mtu yoyote ili tu nipate madaraka yangu fulani, ili pale kazini niweze kupata cheo cha umeneja, ili nafasi ya mhasibu mkuu iwe nafasi yangu, uwe na hakika nguvu ya uchu imeanza na wewe. Uwe na hakika nguvu ya uchu imeanza na wewe. Na uwaga haiishii hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka maandiko yanasema usimpe ibilisi nafasi. Uwe na hakika ibilisi akipewa nafasi haishii tu kwenye pale ambako umempa. Unaweza kaamini kwamba mimi nitafanya hiki, baada hapo nitatengeneza na Mungu wangu, nitafanya ibada, nitakuwa mtu wa ibada. Lengo tu nikae hapa kwenye nafasi. Moyo wangu utatulia. Nataka nikuhakikishie mtumishi wa Mungu, Shetani anapofunguliwa mlango mmoja huwa anakuja na wenzie. Yesu alikuwa anazungumza kwa habari ya jinsi mapepo yanavyofanya kazi, akiasa watu waweze kukaza na kuwa na mienendo mizuri, kwa sababu Shetani anavyoondoka akirudi huwa anakuja na wengine ambao ni wabovu zaidi. Hali kadhalika unavyofungua mlango kwa ajili ya uharibifu fulani, unafungua mlango kama hivi wa kutii nguvu ya tamaa, uwe na hakika haitakuja tamaa peke yake, atakuja tamaa na mauti atakaa karibu. Baada ya tamaa kukamilisha jambo lake, mauti ataanza kuinda maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unakuwa unatamani nafasi za kuonekana, nafasi za madaraka kwa gharama yoyote. Punda afe lakini mzigo wangu ufike. Bwana Yesu asifiwe. Ukishafika hiyo hatua kwamba neno la Mungu halikuzuii, mashauri ya mchungaji wako, baba yako wa kiroho, hayakugeuzi moyo, hayakugeuzi njia mbaya ambayo uko unaelekea. Wazazi hawezi kukwambia chochote ukaacha. Bosi wako pale kazini hawezi kukwambia chochote. Hakuna mamlaka yoyote inaweza kukushauri jambo ukatekeleza, ili kwa sababu unatamani jambo lako. Uwe na hakika nguvu ya uchu imeanza kutenda kazi ndani yako, na mwisho wako hautakuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dalili ya tatu, unatamani nafasi ya kuonekana, unatamani madaraka fulani kwa gharama yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma kidogo kuhusiana na story ya bwana mmoja anaitwa Absalom. Samueli wa pili hii sura ya 15 mstari wa kwanza hadi ule wa 14. Huyu bwana naye nguvu ya uchu iliingia kwenye maisha yake, ikawa inaamua hatua zake, inaamua matendo anayofanya, naye anaitii tu, anaenda nayo. Samueli wa pili sura ya 15 kuanzia ule mstari wa kwanza. Nayo nasema, ikawa baada ya hayo Absalom akajiwekea tayari gari na farasi na watu 50 wa kupiga mbio mbele yake. Tena Absalom huondoka asubuhi na mapema na kusimama kando ya njia ya lango. Ikisha ikawa mtu yeyote aliyekuwa na neno lilokuwa na budi kufika kwa mfalme ili kuhukumiwa, Absalom humuita mtu huyo kwake na kumuuliza, wewe mtu wa mji gani? Naye akisema, mtumwa wako ni mtu wa kabila fulani la Israeli. Naye Absalom humwambia, tazama, maneno yako ni mema yenye haki, lakini hapana mtu aliyeagizwa na mfalme kukusikiliza. Bwana Absalom anamekaa kwenye nafasi, anaanza kufanya fitina ya madaraka au ya wenzie ambao wako juu yake. Mstari wa 4. Tena Absalom husema, laiti mimi ningewekwa kuwa mwamuzi katika nchi hii, ili kila mtu mwenye neno au dawa aje kwangu, nimpatie haki yake. Tena ikawa hapo alipokaribia mtu yote kumsujudia, kunyosha mkono wake na kumshika na kumbusu. Hivyo ndivyo Absalom alivyowatendea Israeli wote waliomwendea mfalme ili wapate hukumu. Na hivyo Absalom akawadanganya watu wa Israeli. Hata ikawa mwisho wa miaka 4, Absalom akamwambia mfalme, tafadhali uniache niende nikaondoe nadhiri yangu niliyomwekea Bwana huko Hebron. Mtumishi wako naliweka nadhiri hapo nilipokuwa nikikaa Geshuri katika Shamu, nikasema, kama Bwana akinirudisha Yerusalemu kweli, ndipo nitamtumikia Bwana. Naye mfalme akamwambia, nenda na amani. Basi akaondoka akaenda Hebron. Lakini Absalom akapeleka wapelelezi kabila zote za Israeli kusema, mara mtakaposikia sauti ya tarumbeta, ndipo mtakaposema, Absalomu anamiliki huko Hebron. Na watu 200 walioalikwa wakatoka Yerusalemu pamoja na Absalomu, wakaenda katika ujinga wao wasijue neno lolote.
mstari wa 12, Absalom naye akatuma kumwita Ahithofeli Mgiloni, mshauri wake Daudi, kutoka katika mji wake, yani Gilo, alipokuwa akitoa dhabihu. Fitina yao ikawa na nguvu, maana watu walikuwa na Absalomu wakazidi kuwa wengi. Mjumbe akamfikiria Daudi akasema, mioyo ya watu wa Israeli inashikamana na Absalomu. Basi Daudi akawaambia watumishi wake wote waliokuwa pamoja naye Yerusalemu, ondokeni tukakimbie, tusipokimbia hapana miongoni mwetu atakayeokoka mikononi mwa Absalomu. Haya, fanyeni haraka tuondoke, asitupate kwa upesi na kutuletea maovu na kuupiga mji huu kwa makali ya upanga. Hao watumishi wa mfalme wakamwambia mfalme, angalia, sisi watumishi wako tu tayari kutenda lolote atakalochagua bwana wetu mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona kwa habari ya Absalom akimfanyia fitina baba yake. Mfalme alikuwa ni Daudi ambaye ni baba yake kabisa. Amekaa kwenye nafasi ya kupokea wageni, na anapokea wageni anaweka fitina, anaweka maneno ya kupondea ule utawala ambao uko pale, kwamba ningekaa mimi kwenye mamlaka ningewafanyia jambo moja, mbili, tatu. Fikiria mtu amewekwa kwenye nafasi, mwajiri kijana pale pale anaanza kukaa anafanya fitina ya kuondoka na wateja wako. Hiyo yote ni nguvu ya hii tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Utaona kwa hiyo bwana alitengeneza fitina kiasi kwamba akawa na mtandao wake katika nchi. Akawa na mtandao wake, na yeye mwisho wa siku akaamua kufanya kitu wanaita mapinduzi. Bwana Yesu asifiwe. Akafanya fitina ya kutosha kiasi kwamba akawa na mtandao wa kutosha wa kuweza kufanya mapinduzi. Baba yake pamoja na kwamba alikuwa na watendakazi ambao walikuwa wakipokea neno tu wangeweza kufanya jambo baya, kupambana na kupigana kwa ajili ya maisha yake, lakini baba yake hakuchagua hivyo. Akasema ngoja tukimbie, huyu bwana asije akaleta maafa makubwa kwenye huu mji. Ndio tofauti wa mtu ambaye anaongozwa na uchu na mtu ambaye anaongozwa na roho wa Mungu, mtu ambaye yuko soba. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya uchu ilimtawala huyu bwana Absalom kiasi kwamba hakuridhika na nafasi yake kama mwana mfalme. Huenda hata yeye labda angeweza kuja kuwa nafasi ile ya bwana Solomon, kuja kurithi ufalme wa baba yake, huenda kabisa, lakini hakuridhika na nafasi kubwa aliyonayo. Bado akatamani amtoe baba yake pale juu kwa fitina, tena sio kwa njia nyingine, kwa fitina. Yote ni nguvu ya uchu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaona huko mbele alikuja akakutana na upanga. Hakuna ambao wametembea na nguvu ya uchu mpaka mwisho wakafanya matendo yake, alafu mwisho wa siku wasije kuumia kwa maumivu makubwa. Shetani anapokutumikisha kupitia hii nguvu ya tamaa, uwe na hakika hakuangalii hapa, anakuangalia kesho. Ndio maana Mungu akaachilia neno hili ya kwamba ishinde nguvu ya uchu ili uweze kuokoa hatima yako. Wako watu ambao wanatembea na nguvu hiyo sahihi. Roho wa giza amewafunika fahamu zao. Hawaoni chochote zaidi ya hiyo nafasi. Haoni chochote zaidi ya huyo mwanamke ambaye ni mwanamke wa mtu. Akizani ya kwamba nikimpata huyu maisha yangu atakaa sawa sawa, atakuwa mama mzuri kwenye nyumba, lakini anajua kabisa huyu sio wa kwangu. Anajua kabisa huyu sio wa kwangu, lakini hawezi kujizuia. Anaendesha akili yake, anaendesha maisha yake, anatumia gharama yake ili tu ampate huyo mama. Uwe na hakika baada ya kumpata mama huyo, nguvu ya mauti itakuwa inacheza karibu na wewe. Gharama ambayo umetumia itakuwa ni ndogo sana kulinganisha na gharama ambayo utalipa baada ya kukamilisha azma za nguvu ya uchu. Wako watu ambao wanatafuta nafasi mbalimbali kwenye maofisi, wanatafuta nafasi mbalimbali, wanaingia gharama kubwa ambazo sio sawasawa, wanaenda kwa waganga, wanatoa kafara mbalimbali, wanatumia fitina za mbalimbali ambazo ni nje ya utaratibu wa kawaida ili tu kupata hiyo nafasi. Uwe na hakika utapata hiyo nafasi, huenda ukaipata, lakini baada ya kuipata shetani hajamalizana na wewe, maana ndio nguvu aliyowekeza kwako. Uwe na hakika kuna vitu atadai. Huenda nayo ni mauti na kufukuzia kama wahawa, huenda nayo ni mauti na kufukuzia kama hawa. Ashukuriwe Mungu ambaye ameliachilia neno hili kwako, kwa sababu Mungu hulituma neno lake ili kuponya na kutoa watu kwenye maangamizo yao. Roho Mtakatifu yuko tayari kugeuza moyo wako. Kama utasema hapana, hebu ngoja nitulie kidogo nione Mungu ananisaidiaje. Sitaki sasa kuongozwa na hisia zangu, sitaki kuongozwa na tamaa, sitaki sasa kufanya mambo ya kuumiza watu wengine kwa ili tu kupata kile ninachokitaka. Ni wakati
Mungu anahitaji watu wenye utu ambao watakaa kwenye madaraka mbalimbali. Anahitaji watu wenye utu wataongoza haya ma-NGO. Anahitaji wenye utu ambao wataongoza mataasisi. Anahitaji watu wenye utu ambao wataongoza majimbo, wataongoza katika serikali. Anahitaji watu wenye utu, wenye roho ya uchamungu ambao watashika nafasi mbalimbali, wataingia kwenye mahusiano, watakuwa na ndoa njema. Lakini Mungu anataka akutoe kwenye hii nguvu ya uchu kwanza, ili unapoingia ufanye maamuzi, ufanye maamuzi kwa upendo, ufanye maamuzi ukijali wengine, katika jina la Yesu Kristo. Unatamani madaraka au nafasi za kuonekana kwa gharama yoyote, hiyo ni alama kwamba nguvu ya uchu imeanza kupata nafasi kwenye maisha yako. Jambo la 4, dalili nyingine, umefungwa kwenye eneo ambalo unajua unapaswa utoke kwenda kwenye eneo lingine lenye tija zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Dalili nyingine, dalili yetu ya 4, kwamba nguvu ya uchu inatenda kazi kwenye maisha yako. Umefungwa au umejifungia kwenye eneo fulani ulilolizoea au comfort zone, hata kama unafahamu unapaswa utoke uende kwenye eneo lingine. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu ambao wamefungwa kwenye kazi zao. Anajua kabisa, mimi wakati huu kiukweli msukumo wa Mungu ni kwenda kufungua biashara yangu, ni ajiri watu. Lakini kwa kuwa napata shilingi 2 hapa, sikubali mimi kwenda kuanza kule nikaanze moja, nianze kupambana na wafanyakazi, nianze kupambana na mambo ya kodi, nianze kupambana na kusimamia mahesabu ya biashara yangu mwenyewe. Nitabanana hapa. Lakini ndani yake anajua kabisa mimi sio wa hapa. Mimi sio hapa. Wako watu ambao Mungu anawaita kwenye maeneo tofauti tofauti. Mungu anajua kabisa Mungu anamuita kwenye utumishi. Lakini hapana, mimi niende nikatumike, nikamtumikie Mungu kweli, nikawe mhubiri, niache kupiga hela huko kwenye biashara zangu. Bwana Yesu asifiwe. Unafungwa kwenye eneo ulilolizoea hata kama unajua ni wakati wako wa kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu wamefungwa kwenye huduma fulani, anajua kabisa mimi ni wakati wangu wa kwenda hatua nyingine, lakini nguvu ya uchu imemfunika pale, akiamini kwamba iko siku hapa mimi natoboa. Hapa mbona fulani ametoboa, fulani ametoboa. Kinachomfunga ni ile matamanio ya mafanikio ambayo ameona mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya uchu ina uwezo wa kufanya jambo la namna hiyo. Alikuwa bwana Absalom huyu bwana alikuwa mwanamfalme ambaye tumemwona mwanzoni kwenye kitabu cha sura ya 15 ya Samueli wa pili. Huyu bwana alikaa kwa miaka mingi, miaka 40 kama sikosei, miaka 40 anatengeneza fitina, miaka 4, anatengeneza fitina miaka 4. Asogei, amekaa tu pale, anapokea wageni, anatengeneza fitina ili aweze kumfyatua baba yake kwenye madaraka. Bwana Yesu asifiwe. Angekuwa na mambo mengi ya kufanya, angeweza kuboresha hicho kitengo ambacho anaamini kinapunguka. Alafu ufalme wao ungeenda vizuri, ungekuwa imara, na uenda mbeleni mambo yangekuwa mazuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. So mwana mfalme ana njaa, lakini nguvu ya tamaa ilizidi uwezo wake wa kufikiri. Akajikunja pale miaka 4 anafanya mambo ya fitina tu ili tu aweze kupata yale madaraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii nguvu ina uwezo wa kukufunga kwenye eneo fulani, ina uwezo wa kukuzuia kwenye eneo fulani usitoke hapo. Ingawa unajua kabisa mimi bwana natakiwa nitoke nikafungue biashara nipate niajiri watu wengine, mimi natakiwa nitoke nikafungue hospitali, lakini kwa sababu napata shilingi 2 kule siwezi kwenda. Wacha ni enjoy hizo shilingi 2 hapa, ni enjoy hizo shilingi 2 hapa. Wako watu wengi ambao Mungu anawahitaji kwenye maeneo mengine, anawahitaji kwenye hatua nyingine, anawahitaji kuwainua. Gharama walio nayo ni kupiga hatua, lakini wamegoma kutoka mahali pale makusudi kabisa, wakijua na misukumo ndani yao, kwa sababu tu ya hofu na uchu ambao unapiga kelele ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho Mtakatifu anaachilia ile neno kwa ajili yako. Haijalishi unaona mbele kama hakuna future kiasi gani, kama Mungu amesema hiyo ndio njia, uwe na hakika hiyo kwako ni njia, na hapo ulipo mkono wa Mungu utaanza kupunguka. Bwana Yesu asifiwe. Sawa. Kwa hiyo dalili nyingine, unajikuta umefungwa kwenye eneo
ambalo unajua kabisa natakiwa nitoke, lakini una nafasi au huwezi kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu wamefungwa hivyo hivyo kwenye mahusiano. Kinachompa moyo ni kwa sababu tu yuko na yule binti. Wanaanguka leo na kesho, anajua kabisa si hatuna kesho yoyote. Na wenda wameshaambiana, mimi bwana wewe bwana wewe husband wewe hapana, wewe kwa husband hapana. Wengine anajua kabisa huyu wewe kumuoa hapana, binti hatanifaa. Lakini wanakaa kwenye mahusiano miaka 5, miaka 6, miaka 7, miaka inaenda, wanapotezeana muda. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya uchu imewafunga watu kwenye mahusiano ambayo hayana kesho, lakini hakuna mtu anayetoka. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe Roho Mtakatifu ambaye ameachilia maarifa haya, kwa sababu yamekuja na nguvu ya kukusaidia, kwamba haijalishi ulikaa eneo moja muda gani, Mungu anakutaka usogee mbele na uwe na hakika neema iko tayari kwa ajili ya kukushika mkono kwenda na wewe hatua inayofuatia. Jambo la 5, dalili ya 5, hauna mahali umetulia kuchungwa. Hii ni kwa habari ya watakatifu wa Kristo nao. Hauna mahali ambako umetulia kuchungwa, ama mahali unawajibika kiroho. Hauna mfumo wa uwajibikaji kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni Mkristo utakuta wewe leo unasali hapa, kesho unasali hapa, kesho kutwa unasali hapa, mwezi ujao unasali hapa. Kila mahali unapoitisha maombi huko, kila mahali unapoitisha kongamano umeenda, kila mahali unapofungua kanisa jipya umeenda. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni dalili mojawapo ya mtu ambaye yuko mhanga au anaugua au yuko chini ya madhara ya nguvu ya uchu. Hakuna mfumo imara wa uwajibikaji ambao uko kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Hauna mfumo imara wa uwajibikaji ambao umejinyenyekeza kwenye maisha yake. Kila mamlaka ambayo itajaribu kuelekeza mambo utakuta unakimbia. Kama kuna mchungaji alikuita mahali akwambia hivi na hivi usiende hivi, utakuta unamwacha mchungaji huo, unaenda tena mahali pengine, unafanya mambo yako pale. Ukiitwa ukaanza kuelekezwa unakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni dalili nyingine ya mtu ambaye yuko chini ya nguvu hii ya uchu. Bwana Yesu asifiwe. Timotheo wa pili sura ile ya 4. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 1 hata ule wa 4. Timotheo wa pili, waraka mtume Paulo huu, sura ya 4 mstari wa 1 mpaka huu wa 4. Takusomea hapa uone. Na unasema, na kuagiza mbele ya Mungu na mbele ya Kristo Yesu atakayewahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake, lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na usiofaa, karipia, kemea, onya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ili kuzifuata nia zao wenyewe. Watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa na masikio wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzisikia hadithi za uongo. Maana utakuja wakati, mstari wa 2 nasema, lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na usiofaa, karipia, onya kwa uvumilivu wote. Utakuja wakati watakapokataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu mwingine au namna nyingine ambayo nguvu inatenda kazi kwenye maisha ya mtu, inamuondoa mtu kwenye mfumo wa wajibikaji, mfumo wa kuweza kuelekezwa, mfumo wa kuweza kuonywa, mfumo wa kuweza kuambiwa kitu. Anakuwa ni mtu ambaye haambiliki. Bwana Yesu asifiwe. Kama ushawahi kuona kuna watu ambao huko nao kwenye kwaya, huko nao kwenye kikundi pale kanisani, yeye akiambiwa tu mbona umechelewa,
haonekani wiki nzima, haonekani wiki mbili kwenye mazoezi kwa sababu tu alisemwa. Bwana Yesu asifiwe. Yuko mtu ambaye akielekezwa tu, bwana kesho shika zamu, yaani hataki kuambiwa, hataki kupokea maelekezo yoyote juu ya mamlaka. Ni mtu ambaye muda wote anatamani yeye ndo awe juu. Anaweza asiseme, lakini anatamani awe juu, asinyenyekee chini ya mfumo wowote. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kukaa kwenye mfumo wowote wa kiwajibikaji. Hiyo ni nguvu ya uchu. Bwana Yesu asifiwe. Utamwona mzee Absalom, huyu bwana Absalom, na yeye amekaa chini ya baba yake mzazi. Wewe utashindwaje kuamini ufalme wa mzazi wako mwenyewe? Akaanza kufanya fitina. Sio kwamba kweli mambo yalikuwa haendi sawa sawa, bali alipata nafasi, ile uchu unaendesha ndani yake, akaamua kufanya fitina pale ili aweze tu kuharibu mambo na yeye akae juu kama mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Utamuona na yeye kina Yuda Iskarioti hawa, na yeye hali kadhalika yuko chini ya Yesu, lakini anatamani zile nafasi, ana matamanio yake makubwa, na hawezi kutulia kwenye maelekezo, hawezi kutulia kwenye mafunzo na mafundisho na nidhamu ambazo Yesu Kristo alikuwa anaendesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu kingine ambacho nguvu ya uchu itafanya, itapiga kelele ndani yako na kuhakikisha ya kwamba hauwezi ukatulia chini ya mfumo wote wa uwajibikaji. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaigiza kwamba unatamani kuwajibika, unaweza ukaigiza kwamba unasikiliza, lakini kiuhalisia unapata shida sana kutulia kwenye mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo yote ni nguvu ya uchu. Bwana Yesu asifiwe. Nitakupa hekima 3 za kumalizia. Jambo la kwanza, chochote unachokitaka kwa uchu sasa ni ngazi tu ya uchu unaofuatia. Bwana Yesu asifiwe. Ridhika na ulivyo navyo. Chochote unachokitamani kwa uchu sahihi, kama ninatamani sana nipate kitu fulani, uwe na hakika ni ngazi tu ya uchu mwingine unaofuatia. Uchu haufiki mahali ukaridhika. Bwana Yesu asifiwe. Haufiki mahali ukaridhika. Ndio utaona hao watu walipata stress baada ya kukamilisha azma zao, wakaingia kwenye mazingira ambayo hawana amani tena. Ndivyo uchu ulivyo, hauna mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ridhika na yale ambayo unayo kwa sasa. Fanya kazi, ukifanyia kazi hatua inayofuatia. Biblia inasema Mungu anafurahishwa na mwanzo mdogo. Usidharau au usidharau siku za mambo madogo. Alizungumza mwenye hekima Suleimani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uchu wowote ambao unakuendesha sasa hivi, uwe na hakika ni hatua tu. Utakapopata ile jambo, uchu utafungua tena kitu kingine. Kwa inakuwa ni safari isiyofikia mwisho ya mahangaiko na kutokutulia. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, kila usichokuwa na kiasi kwenye maisha kitakupunguzia kasi. Kila usichokuwa na kiasi kitakupunguzia kasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo la 3 ambalo nakuachia mtumishi wa Mungu kabla sijakuombea, uchu ni bwana. Sawa? Uchu ni bwana kama ilivyo bwana mwingine. Chagua leo bwana utakayemtumikia. Neno letu linalotuongoza kabisa tulianza nalo pale mwanzoni, ilikuwa nazungumza ya kwamba dunia inapita na mambo yake na tamaa zake, bali yeye afanye mapenzi ya Mungu adumu milele. Kwa hiyo unapoongozwa na nguvu ya uchu, uwe na hakika umechagua kuongozwa na kitu kingine nje ya mapenzi ya Mungu, na uharibifu umeufungulia njia. Sababu anayeishi, anayefanya mapenzi ya Mungu ndio anayedumu milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anayeongozwa na tamaa za kidunia na mambo yake, anayeongozwa na hizi nguvu mbalimbali za uchu, uwe na hakika hana kesho ambayo iko imara. Lakini atukuzwe Roho Mtakatifu ambaye ametupa nafasi ya kujifunza haya. Ametupa nafasi ya kupata ufunuo huu kwa habari ya maisha yetu, kwa habari ya azma mbalimbali za maisha yetu, kwa habari ya nafasi zetu, kwa habari ya shughuli za mikono yetu. Haijalishi nguvu ya uchu ilikufikisha mahali gani. Sijui aina ya gharama ambayo umeshalipa katika upande wa pili. Sijui umeenda kwa waganga wangapi. Sijui umetoa kafara ya nini. Lakini Roho Mtakatifu aliyekupa kusikia neno hili, uwe na hakika unayo nafasi ya kutengeneza. Maandiko matakatifu yanasema rehema za Mungu ni mpya kila inapoitwa leo.
Kama bado una pumzi, kama bado uko hai, unao uwezo wa kutengeneza. Kama bado unapumua, bado unayo nafasi. Kama Mungu anakupa kusikia neno la namna hii, ujue nafasi yako ipo. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya wokovu ni leo na saa ya wokovu ni sasa. Haijalishi ulizama kwenye shimo la namna gani, haijalishi ushu umekufikisha mahali gani. Huenda uko kwenye ile pointi ya kukaribia mauti yako, baada ya kuwa umeshatimiza azma zako. Umeanguka kwenye dhambi za namna mbalimbali, ukititu tamaa mbalimbali. Sijui ni uchu wa namna gani ambao ulikuwa unakutesa, uchu wa kimwili, uchu wa macho, sijui ni aina ya uchu ambao umekutesa, lakini Roho Mtakatifu amenituma nikuletee neno hili. Anayo nafasi nyingine kwa ajili yako. Mimi nataka nikuongoze sala tu ya toba, alafu nitaomba kwa ajili ya hiyo nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye unatamani kutengeneza na Bwana, unatamani kuanza maisha mapya katika Kristo, unatamani kuanza maisha mapya mbali na nguvu ya uchu, mbali ya kuendeshwa na tamaa, ukawe ni Mkristo ambaye umenyooka, ambaye hatua zako zinaongozwa na Mungu, ambaye ushindi wako ni madhabahu ya Mungu inaamua, basi nafasi hiyo ipo mbele yako saa hii. Funika macho yako, fuatisha maneno yangu haya, uweze kutengenezwa na Bwana. Na yule yote ambaye hajaokoka vile vile ni wakati wako. Utakapofuatisha sala hii, uwe na hakika na wewe utafikia kwenye furaha hiyo ya kuokoka. Funika macho yako, fuatisha maombi haya. Sema: Mungu uliye hai, asante kwa neno lako. Asante kwa mafunuo yako, maana imekuja kwa ajili ya maisha yangu, maana umeliachilia ili kunisaidia. Ninatubia dhambi zangu, ninatubia tamaa zangu, ninatubia maovu yangu, ninatubia gharama ambayo nimelipa, gharama ambayo nimeingia kutimiza azma zangu. Ninatubia maumivu niliyosababisha kwenye maisha ya wengine, kwenye familia za wengine. Ninaomba unisamehe Mungu, ninaomba unirehemu. Leo hii ninamkataa shetani na kazi zake zote na mamlaka yake yote. Ninakukiri wewe Bwana, ukawe kiongozi wa maisha yangu, ukaongoze hatua zangu. Shetani asiniweze, uchu usiniweze, katika jina la Yesu. Amina. Amina. Mtumishi, wacha nikuombee sasa. Wacha niombe kwa ajili yako. Mungu akupiganie, Mungu akutetee. Roho Mtakatifu, asante. Asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa ajili ya baba huyu, asante kwa ajili ya mtaalamu huyu, asante kwa ajili ya mheshimiwa huyu, asante kwa ajili ya ndugu huyu. Yote ambaye amekiri wewe kama Bwana na Mwokozi, yote ambaye amepokea kutengeneza, Mungu ninaomba ukaende naye katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Wape uhuru wao e Bwana, kwa uweza wa neno lako. Katika jina la Yesu Kristo. Nasimama kinyume na hiyo nguvu ya uchu. Nguvu ya uchu. Roho wa uchu aliyetawala maisha yake ameondoka kuanzia leo. Katika jina la Yesu Kristo. Uchu wa kingono umeachia nafsi yake. Uchu wa kingono umeachia nafsi yake. Uchu wa kimadaraka, uzima wa Mungu kaambatane nao. Uhuru wa Kristo ukaende kwao. Katika jina la Yesu Kristo. Mkono wako Bwana ukawatetee. Mkono wako Bwana ukawashindie. Kuanzia leo Bwana, wakawe ni viumbe vipya. Kwa jina la Yesu. Natangaza maisha mapya kuanzia sasa. Natangaza mwenendo mpya kuanzia sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Amina. Amina sana rafiki, amina sana mtu wa Mungu. Hongera wewe ambaye umeshiriki mafundisho haya. Neema ya Bwana endelee kukutunza. Tuonane tena wakati ujao. Mungu akulinde, Mungu akutetee, Mungu akupiganie. Uchu usipate nafasi ya kuangamiza maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Amen.